mugwanile wake na niwikalasie sindu sionde na ndeto ya vinya wake. Amina uthesio wa nai ekala ngali ya kuoko kwa aume kwa unene iulu. Amen. Amen. Pastor huwa anatuhubiria, bishop wetu au anatuhubiria, anatuambia tumeokoka kwa neema. Mwidi atutabasekana tutangitwa kwa mumo. Lakini matendo itatuletea kuvuna maradufu. Indi meko maka tuete kuketha kundu kweli. Matendo katika huu ufalme. Meko ndini wosumbeo. Nayo uwezi ukatenda kwa kujitoa bila kuelewa aliyekuokoa. Lutona kwika wiyumitie utaumana nulo kuitite. Unajua wakati mwingine Sema bindangi. Tulikuwa tunasoma kitabu, kuna kitabu tulikuwa tunasoma tukiwa shule. Ibuku nasoma ni school. Hicho kitabu wale walisema inaitwa Things Fall Apart. Alama akisomie kitabu. Things Fall Apart. Katika hiyo kitabu kuna wahusika mmoja alikuwa anaitwa kwa jina ya Kinigeria, alikuwa anaitwa Okongo. Musika umwe etawa masitwa siwebya. Na baba yake alikuwa anaitwa Unoka. Na inya wake etawa umwebya. Baba yake. Ithe wake. Sasa baba yake ithe wake alikuwa mnyonge. Ai mwanzu. Alikuwa mnyonge sana, wengine wakaenda kulima, yeye alikuwa anakaa kitako. Ai mwanzu muno ila lange moikuima waje kala mana. Wale wengine wakivuna, yeye kazi yake ni kuombaomba. Alange maike tha wewe kwete ubonya. Akawa mtu wa umaskini. Ethe mundu nja. Sasa huyu kijana yake, ai mwana wake alikuwa anamtazama akikua. Amusia yesi muno ajiana. Na akachukia tabia za baba yake. Na mena muno mekalile wa ithe wake. Na akaamua katika moyo wake tuangoni yake ya kwamba mimi nitafanya kazi sana. Kana nyenga thukumapyu. Akachukua mashoka akiwa kijana mdogo na akaenda kukata msitu huko ndani. Osa mathoka na ambe ya utemanga kithekana kundeni. Na akatengeneza shamba. Na aseubia munda. Na hiyo story inasema katika umri mdogo. Munini muno. Huyu kijana akiwa katika umri mdogo, alikuwa ameshajipea sifa kuu. Mpaka akawa anakula na viongozi wale wakubwa. Kwa sababu alikuwa amehitimu kupitia kwa juhudi zake. Sasa akachukia tabia za baba yake. Baba yake akafa. Na sasa kulingana na mila za hiyo nchi na kuyanana na mila sia ebindane walikuwa wanaamini maroho ya wafu. Ni maiki ya muno mabeba maku. Walikuwa wanapitia kwa waganga, wanawaitia ama wanaconsult au maroho ya waliokufa. Ni maenda kunena na mabeba la maku yekwawe. Sasa siku moja kukawa na shida katika boma yake. Kwa huyu kijana mwanakeo. Sasa akaenda kutafuta suluhu kwa waganga. Na ndio mandotedio kwawe. Akaambiwa na mganga, nitakuamshia baba yako. Na yeye wani mundu mwene ngukukililie the wako. Akwambie shida yako inatokezea wapi? Au tabia dina wako bala umete. Asiana akamwambia sawa. Mwamna keti kila. Sasa mganga alipozungumza na hiyo roho ya baba yake, ila mundu mwaneni na bebo wethe wake, akamwambia babako anasema hivi. Tabia the wako yasiati. Anasema umchinjie mbuzi mwekundu. Sio mudinzi mbuyune. Umchinjie siku ngapi? Mudinzi ngukuna yasiana. Alipokuwa anaendelea kumwambia, aende na umutabia yeye. Kijana akaambia mganga, wacha hapo. Mwanake atabia mundu kwa ikela. Wacha hapo, nataka urudi. Ndio si okay. Kwa huyo baba yangu. Balabe ile usu wako. Umuulize. Umukulie. Kama yeye alipokuwa hai. Kanelawe waidhai. Alikuwa na kuku hata moja. Aina nguku onemwe. Kama alikuwa na kuku hata moja. Kana aina nguku onemwe. Na akatoka hapo na hasira. Au mabwe mudhatu. Kwa sababu alikuwa amechukia tabia za baba yake. Ndio ni wamenete biu mikalile wethe wake. Hili neno tunasoma siku ya leo. Yetu hiyo umesoma monde. Tunamtumikia huyu Mungu
kwa sababu tunamwamini na ametutenda mengi mema. Tunaposema kwamba tutie bidii katika kumtumikia ndipo tukaweze kuvuna maradufu, ni kwa sababu hatuwezi tukajitoa ama tukamtolea tukamshinda vile ametutolea. Ametupa uzima, ametupa afya, na zaidi ya yote ametupa mwana wake wa pekee afe msalabani ndiposa tuweze kurudishwa kwa Mungu Baba. Kwa hivyo hakuna hata tukijitoa maisha yetu, tutoe zilizo nazo zote na tutoe maisha yetu, hatuwezi tukafikia ile baraka ama ile kutupea ametupea. We can never outgive our God. We can never outgive our God. And so we must worship him with our substance. We must worship him with all what we have, because he has given us the ultimate gifts. Mutenzi ola munene, yani ile ya mwisho, kutupea mwana wake Yesu Kristo afe kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hivyo neno nasema hivi, zamani Mungu aliongea na hiyo kisasi cha zamani kupitia manabii, kupitia kwa manabii. Lakini Biblia inasema kwamba lakini sasa wakati huu wa neema, wakati huu wa kanisa, it is the age of grace, the age of the church. We are living in the age of the church, the age of grace. Katika hii nyakati ya kanisa na neema, Mungu ameongea nasi kupitia kwa mwana wake. Hebu weka number 2, verse 2 of the same. Muthea wa keli muminukilio wa mithena ino nunenete na itu thini wa mwana wake ula wa muhie ethiwe mutiewa wa sindu sionthe na kuondu wake ombie nthi sionthe. Amen. Huyu Yesu Kristo ndiye aliyekuwa niwe wai katika uumbaji. Ni waumbi. Because kusoma John chapter 1 verse 1. So this Jesus Christ ni alikuwa mwanadamu, akiwa mwanadamu alikuwa God incarnate. Ai mundu. Yani alipochukua mwili alikuwa Mungu katika mwili. Ila wosie mwi atwikie ngai thini wa mwi. Akiwa mbinguni alikuwa neno. Ila wae tu ni aendeto. When he came down, aliposhuka na kuchukua mwili wa mwanadamu, akaitwa Yesu. Yesu. Na huyu ndiye muumbaji. Niwe muumbi. Mungu aliumba kupitia kwake. Ngaiombie kwesela kwake. Aliumba vyote tunavyoviona, mbingu na nchi, kupitia kwake huyu Yesu Kristo. Niwombie sindu sionthe itunandi na chonde kila tuona kwesela balabe Yesu. So he only left his heavenly glory and came down. Niwatiyo tayo kuyetu nina athe yaku. Na kwa hivyo tunaishi wa nyakati za neema kubwa sana. Tuikalite binda ya mumo munene biu. Na ndiposa manabii waliokuwa wanaandika habari za Yesu Kristo na kuzaliwa kwake, nicho adhaniala maandika ubo wa kusiawa kwa Yesu Kristo. Biblia inasema kwamba walitafuta kwa juhudi kubwa sana. Maandiko measeka na mamandie na bitimu wapate kuona angalau kidogo mabikie kuona ni nyakati zipi ni
binda yiba ambazo Roho alikuwa anawaambia kwamba Ilabeba. huyu mwana wa Mungu atazaliwa, ilabeba wa matabetie kana mwana wa Ngai akasia kwa sababu wangetamani sana waishi nyakati kama hizi zetu nimendewa muno mekale binda ambao unabii umeshatimia, bala wadhani uyanete kwa sababu walikuwa wanatamani kama Mungu angewapea neema waweze kuishi katika huu wakati. nimendewa muno keka Ngai no manenga muma makekale binda taji. So this man Christ Jesus, Mundu Yesu Kristo he is God incarnate. ni Ngai wa mwene, Ni Mungu ambaye amekuwa mwanadamu, ni Ngai ula watwika mundu and so he lives amongst us. na niwekalile pamwe na itu Na ndiye anayeshikilia na niwobwatie the universe. He bears the weight of the universe. niwobwatie ndi zonde The universe is expansive. Universe ni kubwa. ndi ni nene pyu Universe, tukiongea ya universe, wale wanajua jiografia wanajua kwamba there are 9 planets, lakini saa hizi tunasema walimu tunasema ni 8. ni mwasomie yulu wa the 9 planets ne mwene mbetange Imone ni betangano ndio itumisi yake yake science. amen. Kwa hivyo sasa ni 8. Huyu ni nana Hiyo imetolewa inaitwa Pluto. ila ya uniwe ni kalaka nini ke mweso baake tawa Pluto Na tunajua na ni that is part of the universe. isu ndata isu ni mwesia kiukita wa And universe science tells us that there are other universes. na sayansi yasia kan netubundete kana pe universe inge kana pe kuinge ndata inge There are other systems. kwina system inge Na hizo pengine hatutajua. inge teika imana Lakini ukweli ni kwamba inde uonekana whatever is called the universe, chonde kila kita wa universe it is held together. ikwata netwe There is order. There is order today in the universe. There is order pe mutalatala ndini wa universe universe, amen. because the universe is held together by this man Christ Jesus. Nondo sindu isu sionde ikwatiwe ni Yesu Kristo He is the beginning of creation of our Father. niwe mwambelelia waumbi wethe witu Ukisoma kitabu cha Revelation, wasoma ubuanio nasema kwamba kwa malaika kanisani, whether that chapter 3, kwa malaika kanisani Laodicea andika maneno haya, yaiti kwa kanisa wa Laodicea andika ndeto hizi yale mtakatifu, mwanzilishi wa kuumba kwa Bwana Mungu wetu. mwambelelia wa kumba wa ithe witu Yani anything that was created chonde kila chombiwe was created through Jesus Christ, chombe kiendeni wa and it was Kristo created by him na chombiwe niwe when he was in heaven, the word. ila waikundi Ilawa itune ayetwa ndeto na oza mwe wa mundu na oka kuundi. So this man Christ Jesus mundu Yesu Kristo is the express image of God our Father. ni mugano wa Ngai witu But when he came down, ila watheiye Biblia inasema kwamba in verse 3, muthea wa katatu maandiko measia he is now seated, he is the heir. Yani ndiye mmiliki, niwe ukwati kana onete ndiye mmiliki wa vyote, niwe mwene sindu sionthe na kaketi juu na Mungu Baba na ekalite yulu ena Ngai baada Asa, ya kukamilisha itina wa kuyanisia ile kazi ambayo alipewa na baba yake. uyola wanengetwe ni ithe wake Nayo hii kazi naguo wio ni kushinda msalabani. ni kukilia bayangela nione Msalaba ndio asili ya mema, ngela nio niyo nipope useo bionde and the reason why he was lifted up above everything else chonde kila chatumie okilwa yulu wa kila kindu chonde is because of humbling himself before death, nundu wa kwinibia we mwene mbe wa kikuo and death on the cross. na kikuo ngela nione Biblia inasema kwamba cast is the man who dies on the tree, maandiko mease kuuma ni wone mundu ulo kwia mutini and Christ became the curse na
yesu atwikie kiumo so that we may become the blessing. nikana tutwike wathimu Praise be to God. mwinata yu And as a result, na kuondwa kitumichu Bible says in the book of Philippians, maandiko measia nthini wa Filipi when he humbled himself before death, ila wenibisie mbike ya kikuo and death on the cross, na kikuo cha ngelanio he was lifted up niwokililwe and yulu given the highest name, na anewesitwe nene piu so that at the name of Jesus Christ, nikana isitwa ni ya yesu every knee shall bow, kila nyeule katulia ndu in heaven, itune on earth, kuye ulu wa nthi and the world below. na nku mbubio Inakuwa masatani kule nasikia wanaendanga baharini kuu imoni na hata na huko, kuu nthibio so that every knee nikana kila nyeule in heaven, ulu itune except God the Father, ateo asangai except God the Father, ateo asangai everything, the cherubims, the 24 elders, all the angels, everybody in heaven, alaika na siombe sionthe ikatulia ndu they will bow ikatulia ndu in heaven, on earth, and in the world below, itune kuye ulu wa nthi ona uimoni and every tongue shall confess na kila uime ukaumbula in heaven, itune on earth, kuu nthi and in the world below, na kuya nthi that Jesus Christ kana yesu is Lord, ni mwea to the glory of the Father. kotayo wangai Praise be to God. mwinatayo So this is a man whom we have believed in. uni we mundu ula tukilasia This is a man that we have believed in. uni we mundu ula twaikiie But when this man came down, ila mundu watheiye kunthi his own did not know him. we mwene ndaimesia Wale wake hawakumjua. ala make mayamumana Hawakumjua. mayamumana In Mark 1:24, maliko kilungu cha mbe muthia wa miongo ili na ina Mark chapter 1, verse 24, maliko kilungu cha mbe muthia wa miongo ili na ina looked up. Mark 1:24. maliko kilungu cha mbe na muthia wa miongo ili na ina Biblia anasema hivi, akapaza sauti, una nini nasi wewe Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza? Najua wewe ni nani. Wewe ni mtakatifu wa Mungu. achasia tuyundu na kuwa chao we yesu mwanazareti niwoka kutwananga ningwisiwe wiula mutheu wa ngai Bwana Yesu asifiwe. mwinataiwe Praise be to God. mwinataiwe You know, when the religious men of Israel, niwisi andu ama aikii maisilaeli the religious men and makanisa, yani mebinda yu alama ma kedaidho, alama kanisa, alama ina maweta wandu mangai, amen alama dia na ilangu andasa mabarisayo nandu alama manenga wandaya nondo agwetha nemo anene na magwa meo yangai. They could not know who Christ was. mayamumana we kilisto nu Praise be to God. mwinataiwe Mpaka maroho ndio wanajua. ngina mabeba nimo mamani Maroho akasema tunakujua wewe ni nani. mabeba manena makasi yetu kwesinuo Praise be to God. mwinataiwe Wanamtambua, makamumana lakini wale wake hawakumtambua. indi alama ake mayamumana Praise be to God. mwinataiwe It is shame. ni ndoni Even today, etho munthi there are many who claim to know Jesus Christ. vea andu Kuna wakuu wa dini metwikithasia ni mesi yesu ambao bado hawajamtambua yeye ni nani. matamumana we ni wo Maroho wanajua, mabeba imesi lakini kunao ambao hawajamjua, indi ve andu matabi na wako na vyeo kubwa katika kanisa. na meva kanisani Wako na vyeo kubwa katika kanisa. na mena cheo nene kanisani Hiyo Mark 3:11, maliko yesu 3:11 Mark 3:11, maliko 3:11
watu waliokuwa wamepagawa na pepo wachafu walipomwona walijitupa chini mbele yake na kupaza sauti, wewe ni mwana wa Mungu. Na mabeba mabuku ojela mamwona mabaluka ndimbe wake na kunena na wasia monene machasia, wenue mwana wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Mwainata iwe. Mapepo walimtambua, Maimo ne mamumanie. ulimwengu haukumtambua. Ndende amumana. Viongozi wa kanisa wa siku hizo hawakumjua, Atongo imama kanisa maibindane juma ya amumana. hawakumtambua, lakini mapepo walipomwona walimtambua na wakajua yeye ni mwana wa Mungu. Indi maimwe la mamuonie ne mamumana na makamweta mwana wa Ngai. Kwa sababu Biblia inatuambia kwamba inchi ulimwengu haukumkubali. Maandiko nundu metu yakana ndende amwetikila. Ni amuleile. Ndine amuleile. Na alama ile kwitha maya expectwa kumumana, maya amumana. Waliotarajiwa kumjua hawakumjua. Mpaka mapepo ndio wanaoshuhudia Ngina maimo wethe ande mome kukusia. that you are the son of God. Kana we ni mwana wa Ngai. Matthew 13:55 to 56. Mathayo 13 muthia wa 50 na 56. Wakaulizana, je, huyu si yule mwana wa seremala? Je, mama yake si anaitwa Maria? Na ndugu zake si ni kina Yakobo, Yosefu, Simoni na Yuda? Na dada zake, je, si wote wako hapa pamoja nasi? Basi amepata wapi haya yote? Uti mwana wa Museubia wa mbwao. Inya wake ndeta wa Meli. Na ana inyati Yakobo na Yosefu na Simoni na Yudasi. Na eitwe inya matikwito onde. Matikwito onde. Inde o aumetie ba maungo aonde. Unajua, Niwisi. watu bado wanamkataa Yesu. Andu wana yuno mamulea Yesu. Na alipokuja Yesu Kristo, hata mpaka wa leo Israeli iko kwa shida kwa sababu ilimkataa na haikumtambua Yesu. Israeli ye na thina yu nundu wa kwithiwa onela Yesu wokie maya mwitikilo na mbika yuma ya isa mwitikilo. Mpaka wa leo bado wanamngojea Mesaya. Nginono mundi no mamwetela amasia. Kuna wakati watamtambua, Baby ndamaka mumana. kwa sababu alipokuja kama mtumishi, Mundu ila wokie ta muthukomi. alipokuja na unyonge, Ila wokie na wonzu. kama anayebeba dhambi za dunia, Ta mundu kuite na esi ande. ambaye alienda msalabani kufa kifo cha aibu. Ula waendie ngelanio ni kukuya kikucha. Israeli ilisema hapana, huyo siye Mesaya wetu, Israeli ya mulea na yasi ati woyo masia. kwa sababu walitarajia Mesaya wao awe mfalme wa kuja kuwatoa katika utumwa wa Warumi, Metelete musumbi usuba kwa maumi okombo ni wa Alomi. kwa sababu Israeli ilikuwa nchi tumwa ya Warumi. Nundu ya indi ya ingwate okombo na Alomi. Kwa hivyo walikuwa wanangojea kiongozi ambaye atawaongoza kisiasa Metelete mutongo yuko kwa matongo esi ya kisiasa. na waongoze kupata uhuru kutoka kwa Warumi. Na imatongo esi ya makwate othasi okuma Lakini kulabu ya alipokuja kama anayebeba msalaba, Indi okie akuite ngelani. wakamkataa Na mamulea. mpaka wanangoja Mesaya wao. Bado no metelete masia wo. Na kwa sababu ya kumkataa, Na nundu wa umulea. Israeli imepitia shida nyingi sana. Yesu ya Israeli yesileta madhina maingi pio. Mpaka wa leo Nono inakaa tu ikiwindwa. Yekalao imanditwe. Lakini Biblia inasema kwamba Andiko measia. Israeli itaokoka. Israeli ikatangiwa.
Israeli yote itaokoka, Israeli yonde katangiwa na sio wale ambao wamekufa bila kumwamini Yesu. na tiyo lama kuyemeo kama tamwekie Yesu. Wakati Yesu atakapofichuliwa atakapoonyesha mara ya pili, Ila Yesu ibuanwe bida yake when Christ shall come in power and glory, ila Yesu ukoka na bina na utayo Israel Israeli watamtazama maka musisia waseme huyu ndiye Mesaya wetu. na mayasi one wema si wito Na Biblia inasema kwamba maandiko measiati the book of Romans chapter 11, alomi 11 and all Israel will be saved. na Israeli yonde katangi Israeli ya wakati huo ambayo itakubali, Israeli ile katangi wa yabinda juu watakapomwona waseme huyu ndiye Mesaya wetu na tunamwamini, ila makasi yo wema si wito na itwa mwekea wataokoka. makatangi Kwa sababu gani? niki In the book of Acts chapter 4:8 maya kwa matumwa kilungu cha kana muthea wana inasema kwamba hakuna jina ingine yaseka napa inzi yengi imepeanwa chini ya jua inenganetwa kuungu ya ambayo suwa kupitia kwake watu wataokoka. wisila kwake ando makatangiwa Na hii ni kwa Myahudi, ni kwa Moyuti kwa Mgiriki, Mukiliki kwa rangi gani yoyote ile. kwa ndi ona There is no other name given under the sun. baisi etwa jingi So when Israel shall accept Jesus Christ, ila Israeli makatangiwa ni Yesu when they shall accept, ila makamwitikila when he shall come down the second time ila okoka yake in power and glory, na bina notayo Israel will be saved. Israeli katangiwa Praise be to God. mwina time That is why we must preach this word to everyone, nongina tutapaniende twe kwa kila mundu because there's no other name mundu baisi etwa jingi through which man shall be saved. ila ikatangi ya mundu So hawa wakasema, is this not huyu sio mwana ule wa seremala? makula ni uti we ula mwana wa mpundi Yani ile ya Yesu Kristo yanengana itumi mbingi nunduma yaelewa amen ayuti na ama ndo makanisani watu maikolania kamwana ka kyokala ka Yosefu ula muzobya wambao waibera na inye wakatyo Meli amen na mwana inye tyo Jakobo, Simoni, Moses, Yutasi, hawa ine, na wakasema na dada zake. Unajua tu kuambiwa, unajua Israeli wakati huo haikuwa inavali wanawake, Israeli bindani juma yatala akatandu na kwa hivyo hawakuandikwa majina yao. uma sitwa mama maandikwa Wakasema na dada zake tunakaa pamoja. naye twe nyama yake tukalao imwe Basi ni wapi ametoa hii power, hii authority? aumya ukumosu Umeje kumoyopa. aumeje ukumuba Ndio nakwambia ndugu yangu, ni vizuri uweze kuelewa huyu Yesu ni nani, ni utabia mwetu asa mwana asa nonginoma ne Yesu ni wo kwa sababu wengine bado hawajamtambua, mundu ange mayamu mana na wengine wanamwamini nusu. nange mamweke Hata kanisani leo ono munde kanisani wengine hawajamwamini kabisa, ange mayaiso mwekea wengine wanamwamini nusu. ange mamweke tena Wanasema mimi siwezi nikajitumbukiza miguu, mikono na kila kitu ndani ya Yesu, ange maiti kananye nditomoli chama umoko na kila kindu kwa Yesu kwa sababu siyamwamini kabisa. nono ndia mwekea pia Huyu Yesu awezani na ile shida yangu. Yesu undatonana na dhino Hapa lazima nibakishe mahali pangu pa kuhandle. I must leave some playing space nonginanetie mwana munini wako sisi ya maundu so that I can be able to manipulate things, nikanambikia kweshunguliki because I cannot trust fully this man. nondo mundu nditono mwekea pia Sometimes back I was attending Salvation Army. awitinanga bebinda nathaitha kanisa wa Salvation Army Nalikuwa nasikia wamama newe ayetuasa wakisema, mayasia najua Salvation Army unavalia mavazi meupe ese kanisa siwekea nguo
wale wako na cheo wanavalia kofia, nange mena cheo maleki ya ngobia na wanawake wanafunga vitambaa vyeupe. na kama liloba vitambaa nzao So nilikuwa nasikia ebai wengine wakisema ange mayasia nimapika pandu kamba 10 ya kitambaa kiu, inafikanga mahali ninatoa hiyo kitambaa na jambo yuma that na uamuzi wako kuiba na ninaenda kuangalia shida ya boma yangu iko wapi, na naamina kubakungiwa kwa kitambaa ingingekea. na nikimaliza tena nachukua kitambaa narudisha. Watu hawajamwamini huyu Yesu, Ando maina somweke ya Yesu na wengine ambao wamemwamini hawajamwamini kabisa, na alama mweke ite maia mweke ya bado wako wengine wamemtrust 50%, ange mamweke ite nusu 70%, makongela ngova nini 80%, makongelo kangi kanini even 90%, ona miongo kenda kwa jea even 99%. ona miongo kenda na kenda But kwa majority, jea. Inge they don't give Christ 100% trust. maina inge te Yesu jiana kwa jiana They want to leave some space to manipulate things, menda utia kamwana kanini kausisi ya mauna because this man is not fully trustworthy. nondo mondo ti wa kuiki He cannot be entrusted datona kuiki with all our lives na chonde na and all that we possess. na chonde kila tu inacho People have not yet known who this man Christ Jesus ando is. mayai so momana we mondo Yesu Kristo no But demons knew. indi maimo ne mama neti They declare, we know who you are. ni mama tabasi Tunakujua wewe. nitukwesi Hata wengine alikuwa mapepo mengine alikuwa anayanyamazisha, ona maimu ange ni wa mabinde nasia akamwambia shut up, akame akilia hii because Nundo. this was God walking. nundo engai utembete This was God incarnate, aingai we mwene walking among men, watembelete andoni worthy all the trust, wailete kuiki kapyu worthy, that's why Paul says, nicho kitumi Paulo kwasia hii but I know nini si whom I have believed, ula nikiti and I am persuaded na niwa ndini wakwa that he can keep safe nutomosubia all what I have chonde kila ninacho until the day of redemption. ngina muthenya wa wobosi Paul akasema kwamba ninamjua niliyemwamini na ninasadiki kwamba aweza kulinda nilichoweka kwake hadi siku ya mwisho. nini si kana ngai nutomosubia kila ninacho ngina muthenya wa wobosi Praise be to God. mwina hata iwe My brother, my sister, mwitwesa mwana asa you don't have to leave a room. ni wailotia mwana You don't have to leave a room odwailetwe ni utia kamwana in the way you relate with this man Christ Jesus. ukethi andu nane mundu Yesu Kristo Waile kumonenga mwanya wonde tayoni wako. unafaa kumpatia nafasi yote kwa maisha yako Unafaa kumwachia watoto wako ni wailo mulekelio na siana siako na umwambie, najua Yesu Kristo wewe unaweza. na imatabia kana Yesu notona Unaweza linda notona